لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين نصيحة، ديني نكوبيانا نصاحة، ديني نكونسحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل ليلة القدر خير من 1000 شهر، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua, tukiwa katika ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana, kipindi munasaba kinachokujilia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikiwa leo ni Ramadhani ya 1446 Hijria. Ama darsa yetu ya leo itakuwa na kichwa cha habari kinachosema fil jumaa thalith, katika Ijumaa ya tatu, faqra'u hadha dua, basi isome dua hii ambayo tutakayokuelekeza katika siku ya leo, kwani mwenye kuisoma dua hii Allah subhanahu wa ta'ala atamkidhia haja yake. Ndani ya Ijumaa hii tunafaidika na mambo takriban manne. Katika haya mambo manne, mambo mawili tunanufaika katika mchana wake na mambo mawili tunanufaika katika usiku wake. Ama la kwanza tunalonufaika katika mchana, tuko ndani ya shahru Ramadhan, kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Unapopita katika mwezi wa Ramadhani, yanayohusu Ramadhani yenyewe ni maslahi mapana kwa mfungaji, yenyewe ni maslahi mapana kwa mwenye kuelewa fadhila za mwezi wa Ramadhan. Lau ta'lamuna ummati ma fi fadhlu Ramadhan la tamannaytum an yakuna sana, lau umma wangu wangelijua ubora unaopatikana katika mwezi wa Ramadhani, wangetamani mwezi wa Ramadhani uwe ni mwaka mzima. Lakini faida ya pili, tunapita katika aljumaa. Unapopita katika aljumaa, ndani ya aljumaa kuna saat alijaba, upo muda ambao, ipo saa ambayo dua ambayo mtu anasoma Allah anamjibu. Sasa vipi unapita katika aljumaa ambayo ndani yake kuna saa ya ijaba na kabuli, ambayo hiyo Ijumaa inapita ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Allahu akbar. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, hizi ni faida mbili ambazo zipo ndani ya aljumaa ya tatu katika mwezi wa Ramadhan, na hizi ni faida ambazo zinapatikana katika mchana wake. Lakini faida mbili ambazo zinapatikana katika usiku wake, ambao usiku wa leo tumesema ni mwezi 20, usiku wake baada ya magharib tayari tunahesabu tuko katika usiku wa 21. Faida ya kwanza, katika usiku tunakuwa katika asharatil awakhir min Ramadhan, tunakuwa katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhan. 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan maana yake tushafunga siku 20, sasa tunaanza 10 la kuelekea mwishoni. Allahu akbar. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili, utakuwa umeingia katika usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao ndio alioanza kuutaja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu usiku wa Lailatul Qadri hesabu yake inaanzia katika 21, na sisi tunaingia sasa baada ya funga ya mchana wa mwezi 20, baada ya magharib tunaingia katika usiku wa mwezi 21. Allahu akbar, ambao usiku huo katika usiku wake ndio usiku wa Lailatul Qadr. Yani leo usiku tunapita katika usiku wa cheo, usiku ambao Mungu kautaja katika Qur'ani, khairum min 1000 shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Sasa unapopita katika usiku huu ambao ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja masiku kadhaa yanayopita katika usiku, akasema 21 mwezi 21 ndio huu, wa 23 mwezi 23 uko mbele, wa 25 na mwezi 25 uko mbele, wa 27 na mwezi 27 uko mbele, wa 29 na mwezi 29. Leo ni mwezi 21 baada ya salatul maghrib, tukiingia tu tayari tuko ndani ya usiku wa Lailatul Qadr. Ndugu katika imani, faqra'u hadha dua, basi isome dua hii ambayo tutakayokuelekeza. Ni dua gani? Dua hii utakapoanza kuifungua kama ada, utafanya istighfar mara 100, astaghfirullah mara 100. Ukimaliza utatamka kalima tauhid, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah mara 100. Ukimaliza mswalie Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika swigha yoyote, namna yoyote utakayojaliwa
mara 100, na baada ya hapo utaanza kusoma dua hii ambayo tutakuelekeza. Utakwenda katika surati al-Hadid. Katika surati al-Hadid kuna aya 6 za mwanzo. Allahu akbar! Aya hizi 6 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka siri kubwa mno, zimetangulia na tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Allahu akbar! Ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye vinamtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vilivyoko mbinguni na ardhini. Wa huwa al-azizul hakim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye nguvu na ni mwenye hikma. Hii aya inafunguliwa namna hiyo. Hii aya inaanza hivyo na utakwenda mpaka aya ya 6. Aya 6 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa huwa al-alimun bi dhati sudur, yani yale ambayo yanapita katika moyo wako pale wakati wewe umekaa unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua unayohitajia. Subhanallah. Huu ni utaratibu wa kwanza katika surati al-Hadid. Lakini aya nyingine ya pili ambayo ipo katika surati al-Hashr ambayo ni sura ya 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja aya 4 za mwisho mwa sura hii, nazo utasoma mara moja. Aya hiyo inaanza kwa kusifu Qur'an. Ukumbuke kwamba hiyo Qur'ani unayoisoma inayosifiwa hapo ndiyo ambayo imeteremka katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Allahu akbar! Allah anasema katika aya za mwisho katika surati al-Hashr baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Utasoma hii aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya anaeleza sharafu ya Qur'ani. Lau kama ingeshuka katika milima, mngeona ikisagika na kupondeka na kuvunjika vipande vipande kwa ajili ya kumhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni Qur'ani ambayo leo tunastaajabia, anazuka mtu anaonekana ni mtu maarufu, ni mtu ambaye anafanya kazi ya da'wa, lakini anaidogesha Qur'an eti kwamba Qur'ani haina uwezo wa kuweza kutoa majini katika mwili wa mwanadamu. Subhanallah, dha shay'un ajib. Yani mtu amekuwa umbali wa kiasi hicho, haelewi utukufu wa Qur'an, haelewi siri za Qur'an, anafika kusema kwamba Qur'ani haina uwezo wa kutoa majini. Uko wapi wewe Sheikh? Wewe uko katika ulimwengu gani? Unaielewa Qur'an? Unafahamu siri za Qur'an? Unaelewa khawas zilizomo ndani ya Qur'an? Allahu akbar! Qur'ani ina utukufu, bali tutoe tu maelekezo. Qur'ani ina siri kubwa, na tutoe maelekezo kwamba ina uwezo mkubwa, sio wa kutoa majini, hata kuunguza majini, hata kuwaua majini, mambo ambayo hayakuelekezwa katika sheria katika kuwaua majini. Bali Qur'ani ikisomwa, jini as anaadhibika, anahadhirika na anaweza kukimbia. Kwa hivyo Qur'ani ina uwezo mkubwa zaidi ya kutoa jini katika mwili wa mwanadamu. Sio mahala kwetu, sio maudhui yetu hiyo, bali tumegusia tu kwa ajili ya kufikisha ujumbe katika jamii. Hii aya katika surati al-Hashr, aya ya mwisho inasema maneno yafuatayo: wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ardh wa huwa al-azizu al-hakim. Allahu akbar! Angalia haya maneno yanajirudia. Kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Subhanallah, hii ndio Qur'an. Kule utasoma aya 6 mara moja, na hapa utasoma aya 4 mara moja. Baada ya hapo muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chochote unachotaka akukidhie haja, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujibu dua yako hiyo. Baada ya kuyasema haya, ndugu yenu katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushayri Ash-Shirazi, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.